Meli ya kivita ya Marekani USS Gerald R. Ford ililipuka kwa moto mkubwa wakati ikiwa katika operesheni za kijeshi dhidi ya Irani, tukio lililosababisha taharuki kubwa miongoni mwa wanajeshi waliokuwemo ndani ya chombo hicho kikubwa zaidi cha kivita duniani. Kwa mujibu wa taarifa za maafisa wa Marekani, chanzo cha moto huo kilikuwa katika eneo la kufulia, lakini ndani ya muda mfupi moto huo ulienea kwa kasi kupitia mifumo ya hewa na miundombinu ya ndani ya meli. Moshi mzito ulijaa katika sehemu mbalimbali za meli na kusababisha hali ya hatari kwa mamia ya wanajeshi waliokuwa wakitekeleza majukumu yao ya kila siku. Tukio hilo lilisababisha majeruhi ya wanamaji kuhitaji matibabu ya dharura baada ya kuvuta moshi, huku baadhi yao wakipata matatizo ya kupumua. Aidha, sehemu takriban 100 za kulala wanajeshi ziliharibiwa vibaya kutokana na moto huo. Mwanajeshi mmoja alilazimika kuhamishwa haraka kutoka meli hiyo kwenda kupata matibabu ya juu zaidi, jambo linaloonyesha ukubwa wa athari za tukio hilo. Vikosi vya zimamoto vya ndani ya meli hiyo vilifanya kazi kwa saa kadhaa kupambana na moto huo, vikihakikisha hauenei katika maeneo nyeti zaidi kama ghala la silaha, sehemu za kuhifadhi mafuta au mifumo ya kielektroniki ya kivita. Juhudi hizo zilifanikiwa kudhibiti moto huo, lakini zilihitaji uratibu mkubwa wa matumizi ya rasilimali nyingi ndani ya meli. Licha ukubwa wa tukio hilo, maafisa wa jeshi la Marekani wamesisitiza kuwa mifumo muhimu ya meli, hususan mfumo wa uendeshaji, haukuathirika. Hii ina maana kuwa USS Gerald R. Ford bado ina uwezo wa kuendelea na operesheni zake za kijeshi, ingawa kwa tahadhari zaidi hadi itakapofanyiwa ukarabati kamili. Kwa sasa meli hiyo ipo katika eneo la Red Sea, ambapo imekuwa sehemu ya mkakati mpana wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati. Inatarajiwa kuelekea kwenye kisiwa cha Crete, hasa katika kituo cha kijeshi cha Soudabai kwa ajili ya ukaguzi na matengenezo ya kina kufuatia uharibifu uliosababishwa na moto huo. Hata hivyo, muda wa ukarabati bado haujawekwa wazi. Tukio hili linakuja wakati ambapo USS Gerald R. Ford imekuwa baharini kwa takriban miezi 9 mfululizo, ikiwa ni sehemu ya operesheni ndefu isiyo ya kawaida. Imehusika katika shughuli za kijeshi katika eneo la Caribbean hadi Asia Magharibi, hali ambayo imeongeza shinikizo kwa wanajeshi waliopo ndani ya meli hiyo. Wataalamu wa masuala ya kijeshi wameanza kuhoji iwapo muda huo mrefu baharini umechangia kupungua kwa umakini au kuongeza hatari za ajali kama hiyo. Kwa ukubwa na umuhimu wake, meli hiyo ni nguzo kuu ya nguvu za jeshi la Marekani. Ina zaidi ya wanajeshi 5,000 na uwezo kubeba zaidi ya ndege 75 za kivita, ikiwa ni pamoja na ndege za kisasa za mashambulizi ya anga. Tangu kuanza kwa kampeni ya kijeshi mwishoni mwa Februari, meli hii imehusika katika mashambulizi dhidi ya maelfu ya malengo, jambo lililoifanya kwa chombo muhimu katika mkakati wa Marekani dhidi ya Irani na washirika wake. Hata hivyo, tukio hili la moto linaibua maswali mazito kuhusu usalama wa ndani ya meli za kivita, hasa wakati zinapokuwa katika operesheni ndefu na zenye presha kubwa. Pia linaongeza wasiwasi kuhusu hali ya wanajeshi, uchovu na uwezo wa kuendelea kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi bila kuhatarisha maisha yao. Kwa ujumla, ingawa USS Gerald R. Ford bado inaendelea kufanya kazi, tukio hili linaweza kuwa na athari pana kwa operesheni za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, hasa ikiwa uharibifu utahitaji muda mrefu wa ukarabati au kusababisha mabadiliko ya kimkakati katika matumizi ya meli hiyo katika vita vinavyoendelea dhidi ya Irani.